Kijerumani kwa sababu wanajua ni nchi, hali kwa Kiingereza kwa sababu wanajua wanahitaji watu na watu wengi wanawapokea watu kwenye German speaking countries. Ifuatilie kila kitu, apply. Sasa unajua nyumbani kwetu sisi tuna zile changamoto. It's a lot of forms, a lot of information. Wewe unataka jamani unapata degree yako Tanzania ingiza information pale, apply. Mimi nitakulipia pointi ya mwisho tu ya kile kifizi huku ambacho inabidi kile sehemu fulani wewe kukitransform huko kina magarama mengi. Mimi huku nitakilipa, lakini apply mpaka ifike pointi hii. Mimi nitalipa hizo euro 15 20. Ila ndugu yangu ukiwa serious unatoboa, kwa sababu hiyo sekta kweli wanatafuta watu huku. Na kama una shida na kushauri, spend 1 year intensive German course upate certificate hii, umemaliza fitna kwa issue yako hiyo. 1 year Kijerumani kigumu. Asante, ni wewe mwenyewe utajua. Unamjibu kama Yesu ambaye acha wafu wazike wafu wao. Wewe ndio na shughuli yako na mimi Yes, kuna namna ambayo tunahitaji sisi tuseme tupeane moyo, tupeane encouragement. Yaani sijui iende kwenye level gani, lakini unachokifanya hiki mimi wewe nimekupa respect sana, kwa sababu who pays for your time, which kwa America is money. Social. At the end inabidi uingize kwenye mfumo kama huu ili angalau akiklik au akifanya nini at the end YouTube aje akulipe. YouTube sio mpumbavu. YouTube alifikiri aka create hiyo. Sasa mtu wa nyumbani ajiulizi, kwa nini YouTube wanafanya hivi? Google anapata wapi hela? Information ziko pale, mnapoenda kuzisoma mnapata knowledge. Wanaozeka zile information vile vile kuna some kind of profit wanaipata, hata kama sio in terms of money. Either wanapata high rankings za website zao, kwa hiyo at the end wanapata opportunity. Nimekupa ule mfano wa fundi cherehani. Tengenezeni website Ameni Global. Msisubiri mpaka mseme twende Ulaya ndipo tufunguke, au msubiri eti mtu anatoka Ujerumani aje Tanzania alete cherehani. No, mimi nitakwambia cherehani zipo pa bei bure kabisa, lakini cost ya kusema Tanzania ni kubwa. It doesn't make sense. Kwa hiyo kuna namna fulani inabidi tupeane. Alafu kuna swali lingine hapo ambalo ni nzuri sana, ambalo ni topic moja hapo ambapo ndani kuulize. Tovuti na swali moja ambaye aliulizwa na watu wengi wameshamuuliza sana, kwa sababu yeye yuko Denmark, kwa hiyo tunamuuliza kwamba anasema kwamba next time ongelea swala hili hapa, kwamba kuna watu kubano na familia, kwamba wanakubana kwamba bwana jenga nyumbani wakati uko Ulaya au kwa Marekani au nchi nyingine. Jenga nyumbani, maana unakuta kwamba mtu anakuambia leo ujenge nyumbani kwenu, nani anambia ujenge mfano kama Kigamboni, unaambia ujenge kama Kigamboni, alafu ununue kitu fulani katika mazingira yani wewe unaishi nchi nyingine, ujenge sehemu nyingine hiyo hapo. Kwa hiyo anasema kwamba unajenga vipi kule ambako uishi, kwa mfano kwamba yeye anaishi mfano kama Denmark, kwamba concentration yake ni kujenga maisha yake kwanza anapoishi kabla ya kuanza kujenga sehemu nyingine. Mimi naishi Marekani mwaka wa 12 kwenda 13. Uniambia nikajenge nyumba Kigoma. Mara ngapi naenda Kigoma katika miaka 12? Unaona concept ya namna ile pale. Wewe kwa mfano sasa, wewe kama wewe mara kwanza tunaanza kipindi, swali la kwanza nilokuuliza nilisema kwamba nisema kwamba moja ya changamoto au mistake tunayoifanya ni kwamba ni kutofanya decision kwamba unataka kuishi wapi. Unakuja kuishi gaibuni forever au unataka kuishi Afrika. Sasa kama usema unataka kuishi ugaibuni forever, kama mimi nimesema nakuja kuishi ugaibuni forever, kwa nini nijenge nyumba Kigoma? Na nyumba ya kuishi kama ukiambia mwana ujenga hoteli ya biashara ni investment au ni mambo mengine. Nyumba ya kuishi wewe kama wewe, sijajua kama una nyumba na mimi huna, yani kama kufikia. Na how many times do you go Tanzania kwa miaka 12 uliokuwepo huko? Asante Makulio. Mimi nafananisha, nasema hivi, hayo ni maamuzi ya mtu binafsi. Alafu mtu akiniambia nijenge nyumbani, mimi najiuliza swali la karaka, ananiambia ni nani nijenge nyumbani? Ananiambia kama ananipa fursa. Kwa sababu usisahau nyumba sio yako, nyumba ni ya ndugu na wewe. Nenda nyumbani kajenge, sawa? Jenga room moja tu kae na mke wako. Wewe utakavyokuwa umeangaliwa na pua hivi, hata kama una uwezo wa kujenga room 6. Ukijenga room nyingi ndio wategemea wageni wengi wanatua. Kajenge nyumbani room 2 tu. Wewe mke wako na sebule na mtoto wako chumbani. Mwe room 2 tu. Ukijenga hata chumba cha mtoto kikiwepo tu, utaona mtu katembea afa anategemea tena chumba cha mtoto afu mtoto atakuja sebuleni. Hiyo inachukua general concept ya maisha yetu wengi ya nyumbani yalivyo. Sasa, kujenga si kitu kibaya.
Lakini mimi nakitafakari kwenye concept ya kama kuwa na suruali 3 alafu unavaa tu suruali moja. It's misuse. Sasa Benson ipo siku utarudi nyumbani tu. Angalau ujenge kitu kija kikufae. Sasa nikisha jenga utakuta ile procedure nzima ya ujenzi. Watu wanasema yuko Ulaya huyo, tuma hela tujenge huko. Najua baadhi ya watu pale Kigamboni jirani na maeneo ambayo nakusudia kukaa mimi wako Australia. Nyumba ya milioni, chukua tu rafli moja imejengwa kwa milioni 9. Anayekusimamia kujenga amejenga yeye kabla hajamaliza ya kwako. Hizo kesi nazifahamu. Yeah. Twende kingine. Sasa mimi nikishajenga ya nyumba imalizika, kwa structure yangu ya maisha ninayoipanga nitakuja hapo lini kukaa? Kwa sababu tukubaliane kabisa, kujenga ukawa na jengo alafu ulitumii sana kuweka hela chini ya godoro. It's nothing. It doesn't make sense. Niambie nijenge kwa sababu najua kuna mzazi wangu atakuja kukaa pale, itakuwa ni sehemu ya kumretreat mzazi wangu kumhana. Lakini sio nijenge alafu at the end bwana hebu nitafutie kijana mmoja huko Iringa aende kunilindia mji wangu. Alafu unamlipa hela na anakaa bure. It doesn't make sense. Yeah. Jenga, pangisha. Alafu ndugu akwambie bwana, kwa ndugu fulani bwana tafuta sehemu ya kukaa vipi, unaweza kumwachia kakaa pale, huo ni mgogoro. Hapana, nimepangisha napata hela yangu kwa kila wakati na kwenda. It's okay, hata kama niko Jerumani naamua kuishi forever. Kuna fursa ya investment kwenye real estate na capacity hiyo. Najenga alafu napangishia watu. Alafu naambia nimeshajenga nimepangishia watu, hela inaingia kila mwezi kwenye account yangu ya Western Union. Alafu utawasikia watu wanakuambia ujenge nyumbani wasemeje. What do they win? Nothing. Kwa hiyo tuchukulie jenga nyumbani kama advice, ambao mimi naweza kumsaidia mtu kumwambia kuna fursa gani kujenga nyumbani. Jenga tu. Jenga tu. Naambia okay. Sasa nikishajenga tu what next? Exactly. Kwa sasa hivi napitia transition ambayo ukiniambia labda niseme nachukua tu mfano in a current time. Ukiniambia nijenge Tanzania sasa hizi, nitasema kwa nini hiyo hela nisingeingiza kwenye cycle nyingine ikaleta maana zaidi ya hilo jengo? Yes. Tusiteme bigiji kwa karanga za kuonja. Tuangalie priorities ya vitu. Nunua gari bwana, nunua gari bwana, wewe una mshahara mzuri. Sawa, akishanunua gari linahitaji makosti. Utaanza unatembeza gari kama hiyo, nunua gari la maana. Hizo ndo concept za kujenga nyumbani. Hivi vitu vimekaa so symbolic. Mimi na wewe nikisema nakwenda Tanzania na familia yangu, kuna a lot of house ambazo uka rent kwa miezi miwili, ukachagua eneo kwa muda ambao utakuwa Tanzania muda huo na ukakaa comfortable. Utaambiwa kwamba unaona yuko Ulaya huko, yajenga hata nyumbani akija hapa anapanga tu. Maisha yanavyokwenda sasa hivi ndugu yangu, hata ukitoka Iringa ukaja Dar, watakwambia hajajenga Dar, akijaga Iringa anakaa guest. Kwa hiyo basi ajenge pale Dar. Kila anapoenda ajenge. Ajenge. Kwa hiyo wakati fulani inabidi uvichukue kama sehemu ya mindset ya nyumbani. Mimi mtu aniambie invest nyumbani. Yes. Alafu aniambie in forms of real estate, alafu nitamwambia huo uwezo sina, alafu nitamwambia knowledge sina, ile nahitaji nipate knowledge. Hebu niambie ilivyo. Alafu nikisikia akasema unajua mimi strength yangu naiona huko. Nikifanya hivyo mimi itakuwa ngumu pande huo. The rest nikiinvest zitaduplicate, kujenga itakuwa sio issue. Naweza nikaiangalia hivyo. Kwa hiyo inahitaji kuelewa na kuwa makini, usijikute umefanya kitu fulani nyumbani kwa sababu ya ile mentality, expectation ya community uliotoka wewe na general, ukafanya vitu kama hivyo baadaye ukajikuta kila siku unajiuliza hivi nani anakaa nyumba yangu ile. Utaambia nyumba pale anakaa fulani yule ukoo wenu fulani ndio wamekaa pale na watoto wao wamekaa pale. At the end unakuja kuuliza swali. Sasa ukizeeka utakuja kutunziwa wapi? Hivi kweli hapa ziko wapi? Nikizeeka nalipia kila kitu hapa. Nikitaposema nakuja nyumbani ili nyinyi mbebe mzigo wa kunizika mimi. Hebu tuangalie kwa umakini. Kuna baadhi ya vitu tunavifanya kwa sababu ni sehemu ya values za community tunaoishi Tanzania, tunazipa tunaziweka tunazi embrace. Lakini tukiziangalia kwa undani, badala ya kujenga nyumbani, mimi niko tayari nikusupport wewe umalizie degree yako hapo ili uende next level. Nimejenga kitu kichwani mwako kitaleta manufaa. Au niko tayari ile hela niitumie ili mimi nipeleke kwenye another level, alafu baadaye nikiingia kwenye umri wa kuzeeka naamua kusema naenda kukaa Tanzania miezi miwili. Si nikiamua sana kuja nachukua nyumba najenga haraka haraka nakaa.
Tutaanza baadaye kuandikiana mirathi, ndani ya irithi jamaa akiondoka yuko Ulaya. Watagombana huko nyumbani. Nashukuru Mungu siku hizi kidogo structure inabadilika kwa mambo ambayo kayaseti, lakini nijenge kwa minajili ipi? Mimi nipo tayari kuinvest kama ndio kujenga. Lakini si kujenga kwa sababu ya kujenga, lakini kwa kuishi kwangu Ujerumani, nikiangalia nalipa kodi ya nyumba how much, nikiangalia na income gani, obvious nitafanya hapa kwa sababu wanangu wako hapa, naishi nao hapa. Sitaki wanangu eti Tanzania nimejenga, alafu kule nimejitahidi kujenga nyumba ya kisasa ili nikiwa nafika na familia tufurahi, alafu mwaka mzima hujaweza kwenda sababu ya kufanya kazi. Alafu wajamaa wamelala kule wanakula bia na safari Serengeti, Makande, Ubwabo, wanachezea nyumba yako tu. Alafu ukifika mlishindwa kukata nyasi kidogo mkafyeka kuja ukanyoka kaa vizuri. Hata mlishindwa kupaka hata rangi mkarenovate. Nothing, watakupigia simu. Bwana sikiliza wamekata umeme bwana, tunaomba utumie hela angalau tuongezee ili tuweze kulipa bili ya maji. Kwa nini? Bila maji haiwezi nyeshea huko nje. Alafu wanakaa bure. Mpaka uambie ondokeni hapo nisiwaone. Alafu kaweka mpangaji na kulipa ukaona unarecycle. Unasikia jamaa mkavu huyu. Kuna baadhi ya vitu tujaribu kuvifanya nyumbani, tukasema kijana anayeweza kufanya mpushi usimuonee huruma. Mpushi afanye. This is how it works. Asiyekuwa kwa sababu ya disability aged unaweza ukacompromise kwa sababu in fact ni kwamba kuna hizo limitation. Ila kuna vitu nyumbani inabidi tujitahidi kwa tunaongea na ndugu zetu tukasema kwamba tunafunguana macho kwa sababu hawavioni na si kosa lao. Mimi mwenyewe sikuviona baadhi. Tumeongea mambo ya spending, jenga ili uone, nunua gari ili weje. Ili weje. Pige bakola mtaani. Hasa heshima. Sasa hiyo gari nailipia mafuta, nailipia kodi, alafu nikiondoka na kuachia wewe, alafu nikiwa huku unaniambia imeharibika naomba nitumie kwa ajili ya kubadilisha vifaa. Niko Dar es Salaam natumia gari ya rafiki yangu, nimemuomba kanipa kwa muda mfupi, nimwambia bwana ya matairi yameisha vipara, vitu yabadilisha haya. Nikatoa hela katika tairi mpya. Siku naondoka, anajua naondoka siku fulani, nikashindwa kuondoka kesho kutwa yake na muomba gari tena naona aibu kwa sababu ametoa tairi mpya kaurudisha vipara. Hela nataka. Kwa hiyo gari haizi hudumia. Na mimi nilipeleka tairi vile nikijua kwamba gari tairi ziko hivi ni balaa hii. Sasa ile mimi inanifundisha nini? Kiroli pale anaondoka anasema sawa ndio nilitumia kwa usalama wangu nikabadilisha tairi zake mshikaji, lakini nilijua kama sehemu ya thank sikutaka kwa wewe matairi mimi nayavua. Sasa nakuja kuomba gari siku nyingine ananipigia chenga. Nakuja kuona gari, mbona tairi vipara? Na gundua zile mpya kavua kauza, karudisha zile zamani. Kiroli nilikaa nikasema kuna kitu kikubwa kipo hapa. Mtu kachomekea mkanda na koti lake la suti. Alafu bana tingisha vyupa kama kawaida. Alafu ndio maisha, tuna fake life, tuna fake. Hatuwezi kuishi hivyo. In fact it's too late sasa. Labda tuseme kwa vijana ambao wanaishi ndogo hizi za miaka 20, ambao tunasema ni kipindi cha balee, kipindi cha kupitia maisha mengi, wakiweza kuwa na structure nzuri wakainvest seriousness. Kabla hawajawa staff kama sisi, unakuta wameshatoboa muda. Na hasa wakiwa wamemove, alafu wakawa wako serious mapema. Then they have a chance. They have a chance. Umezungumzia swala zima la kufeki na wengine wanasema fake it until you make it, ambacho unachofahamu the more you fake it the more you go down. Sasa watu wengi tunapokuja huku gaibuni we want to prove kwa wale waliobaki kule kwamba tume make it. Sasa unazungumzia swala zima la athari ya social media kwa sisi tulioko huku, kuitumia kama kuonesha ufeki maisha kwamba nakula good time, nafanya madude gani, mambo mengi. Yes, tunakula good time sikatai wengine, lakini ni normal way maisha tunafahamu ya huku kweli yalivyo. Huwezi kuwa unafanya kama kwenye social media unavyoonyesha. Unazungumzia ile social media tunavyoitumia kwa sisi tulioko huku nje kwa kuonesha mambo kwamba tuna enjoy zaidi wakati sio kweli, tunafahamu sio kweli. Unazungumziaje hilo swala na lenyewe? Uduanzi kwa Kiswahili chepesi mimi naita hii, kwa sababu kama una fake unafanya hizi nini tweet na social media una fake, alafu inakulipa, inakuingizia hela, that is good, it's a business, mimi nakupa saluti. Lakini kama unaifanya kama brainwashing tu, haina tofauti, yani haina tofauti na
na kukataa ukweli, si nitumie natafuta neno gani? Yaani ni kama upo kwenye cycle hiyo. You never move ahead. Unajipa faraja kwamba nimeweza kutoka kwenye news degree 360 nimetoka kona hii nimerudi pale pale. Ila kama unaifanya social media kwa ajili ya kutengeneza money, mimi nakupa saluti, hata kama effect yake ni kwa yule receiver anapotea. Mimi nasema wewe unafanya entrepreneurship. Hata media ina purpose fulani ya kusend message. Yes. Ili iweze kusell content. Wakati fulani unanunua kinywaji sio kwa sababu kina ladha hiyo, ila kilivyokuwa branded. Unanunua afu unakinywa alafu una fantasize taste ya kinywaji. Wakati akina taste hiyo ya kimeitwa jina zuri. Unajua vinywaji au sigara au nini, unavuta tu fashion. Sasa kama mtu anafanya hivyo vitu kwa social media kama sehemu ya kusema nataka channel yangu iuze kwenye YouTube, watu wengi waiclick so and then anapata hela, nyinyi mnaoangalia mjifunze kuchekecha content. Na waonya mjifunze na wakati fulani msiwe mnachukua vitu on the covers. Na wakati fulani muelewe kabisa, in this world there is nothing called free. Pale mtu anapokupa free inawezekana ni sehemu ya ile feeling yake ya satisfactory anaposhare sehemu ya mafanikio yake au kidogo alichonacho. But that is not something. Ni kwamba akiwa too egoistic anajifeel uncomfortable. So at least ana feel I got something, let me share with other people. It's part of his fulfillment, self-fulfillment. Because there is nothing for nothing. As a self-fulfillment in account for his or her health. Kuna mafanya ajisikia good kwa kufulfill something. Sasa hebu tumwache huyo ambaye tunamuona na goodwill wa namna hiyo ambaye amekusudia kufanya hiyo action of altruism au ya charity au whatever. Tuje huyo ambaye mnamuona na warushia information huku maisha yako hivi yako poa tu na nini. Anakupa wewe nini cha kwanza akifanya vile? Message kwamba huku kipo hivi na hivi. Yeye anaishi vipi? Ameportray hivyo. Sawa. Unataka ubebe information yake kama ilivyo? Ndio. Nenda kwenye Google, tafuta kujua mambo mengi. Muulize anafanya kazi gani. Siku hizi bwana online, mtu ukijifanya mjanja, watu ni rahisi sana kurusha online na kutafuta information zako. Rahisi sana kwa sababu dunia imekuja digital. Kama dunia imekuja digital, wewe ndio unasema hivyo, watu wanakutafuta tu online, wanarusha sababu wanataka waelewe. Na wewe ambao una spend time kutafuta mtu kama huyo, unamtafuta kwa lengo kwa sababu unajua kabisa mimi nitafanya kitu hiki na hiki na hiki Ulaya au Ujerumani. Huyu mbona anavyo hizi swaga zake au unaita swaga studio chake anasema anayafanya Ulaya. Mbona kama vile anachanganya? Follow the information mpaka unaambiwa wewe yule blogger, yule bwana anafanya video na anaishi ndo anapata hela. Then tafsiri yake nini? Mheshimu, alafu ujue ni smart, amejua source ya kupata hela na analipa kodi, ile maisha. Ila hii tabia ya kucopy na kupaste ambayo wakati fulani kuta kuna adult people wanaicopy na kupaste. Unaweza kusema hata ambao hawajaa machuo unaweza kuwaonea huruma ukasema wanawayua mapema kabla hawajapevuka, kwa hiyo wanacopy na paste. Kuna wengine wako machuo wanacopy na paste. Hiyo ni riski zaidi. Hiyo mimi naisitiza sana, na weza vile nikawashauri hawa social media kama afanyi kwa ajili ya business, kwa ajili ya show off, anaikusudia labda kuipeleka kwenye friend cycle yake, sawa, labda friend cycle yake wote walioko pale wako juu yake, ndio maana ana struggle kuwaonyesha yeye yuko juu yao. Kwa hiyo nyinyi mnaweza kusema kama huyo tu unaweza kusema anapoteza muda. Tumieni social media kulearn. Kuna a lot of things you can learn. A lot. Wewe brother, mimi naangalia kwa namna hiyo kwa sababu social media nyingi inabidi uziangalie beyond. At least vitu kama tunaongea ni facts. Kushauri uje Ujerumani kula maisha, bakia Tanzania. Pata nafasi ya Ujerumani, njoo na scholarship. Pata scholarship. Mfano nachukulia kwamba kibongo mtu kila kuku kila maini ndio mambo safi. Sasa maini hapa ni chakula cha kimaskini, kuku, nani ya kuku, filigisi, sijui mafigo. Sasa mimi nile kwa nipige picha mafigo afu nionyeshe kwamba nakula mafigo. Basi ndio. Sasa Ernest, wakati fulani unaweza ukaimagine mtu anafanya hivyo vitu kwa sababu community alionayo kwenye network yake ni community ambayo haijasolve matatizo ya food bado. Haijasolve matatizo ya kuvaa. Haijasolve matatizo ya kuendesha gari. Kwa hiyo ile symbolic image anaicreate. Au ni watu ambao wanaendesha magari nao, mimi naendesha magari huko.
Sasa mkitaka mtu kama wewe mumnyime raha, jenga communication yako, mwambie bwana, nimepata mchongo wa kuja nitakutembelea, naomba unipokee. Wewe akupokea kuweke wapi? Chumba kimoja anachokaa, pembeni kina choo na bafu, kwa sababu alisha create image nyingine. Ulaya kuwa na gari sio shida. Unaweza kuwa unalipia kila mwezi euro 150. Ukafika